Na mwandishi wa kitabu cha Waebrania anawakumbusha Waebrania kwa sababu walikuwa wameshaanza kuona hakuna umuhimu tena wa kukusanyika pamoja. Na ukisoma vizuri kitabu cha Waebrania utagundua kwamba walikuwa wanaelekea kubaya, kwa sababu walikuwa wanaelekea kutokuamini kabisa, kwa maana ya kupoteza wokovu na kuacha kumwamini kabisa Kristo au kuamini ile kazi ya msalaba. Maana yake dalili hii ya kutokuona umuhimu wa kukusanyika pamoja ni dalili mbaya. Kwenye Biblia hamna waamini ambao walifikia dalili hii mbaya ya kuona kwamba hamna umuhimu tena wa kukusanyika pamoja, kasoro hawa Waebrania, na walikuwa wamefika hatua ya hatari kweli. Ndio maana mwandishi akawa anawaonya kwa maonyo makali, kwa sababu walikuwa wanaelekea kupotea, walikuwa kwenye hatari ya kutokuamini. Picha ya Kristo kwao ilikuwa imeshakwisha kupungua. Kwa hiyo ukijiona tu unafurahia, unasema we left church but not God, we left church but not God, unafurahia tu, unashangilia, jua huko kwenye hatari. Tusiache kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine, tukionyana, tukikumbushana habari za kuja kwa Kristo Yesu. Usifurahie tu ukaona ni trend, watu wanafurahia we left church but not God, ukachekelea tu ukasema we left church but not God, ukafurahi, ukaona trend vijana wengine wanafanya na wewe ukaacha, ukawa unafurahia. Ni sign mbaya, ni alama mbaya kwa muamini kufurahia kutokusanyika na waamini wenzako.